waje makomando, hawawezi kuvuka. Ni ulinzi wa kimungu pekee. Mungu pekee yake anaweza akakuzingira, akakufunika. Hakuna kinachoweza kukudhuru. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivi vya kibinadamu tunajitahidi tu. Pale kwangu juzi binti yangu aliibiwa vitu kama vya thamani ya 300,000 hivi. Kweli kuna fence ya bloku, kuna mlinzi na yupo mwenye bunduki, lakini bado vilikuja vibaka vikachukua vilivyochukua. Jamani, Mungu atusaidie sana. Unajua mara nyingine tunapambana, tunahangaika, lakini nataka nikwambie, hata upambaneji, kama ulinzi wa Mungu haupo, utakuwa wa kupoteza tu. Mungu anapokuwepo, ulinzi wa Mungu unapokuwepo, hata kama imekuwaje, utakuwa salama tu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nimesema tunajifunza ulinzi wa tulicho nacho. Nadhani kwa muda wote niliongea unaweza ukawaza wewe una nini. Hicho ulicho nacho, hicho unachokiona kinadharaulika, hicho kinachokufanya ushindwe kumwabudu Mungu kwa uhuru, bado Mungu anatamani uweke ulinzi wake hapo, uwe mwaminifu hapo, ili aweze kukiongeza. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili aweze kukuongeza, kwa sababu hata ulicho nacho umeshindwa kuwa mwaminifu. Hem, tufungue Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 17. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 17. Nyakati ya Pili sura ya 17 mstari wa 1. Tunaongea habari ya Yehoshafati. Sitatumia muda mrefu, naomba unisikilize kwa makini. Mambo ya Nyakati ya Pili sura ya 17 mstari wa 1. Biblia inasema, na Yehoshafati mwanae akatawala mahali pake, akajitia nguvu juu ya Israeli. Ishia kwanza hapo. Na Yehoshafati mwanae. Hapa tunaongea habari za Daudi. Wengi tunajua Daudi alikuwa mfalme. Wengi tunajua Daudi alikuwa mchunga kondoo. Sipo huko. Baada ya kuwa mwaminifu kwenye kondoo alizokuwa anachunga, bila kutaka hata kondoo mmoja asipotee, ndiye Mungu aliyemwamini akamwangusha Goliath. Jamani, Bwana asifiwe sana. Baada ya mapito ya Daudi yote hayo, mwisho Daudi anakuwa mfalme. Ufalme wa Daudi umefika mwisho sasa. Ule ufalme anapewa mtoto wa Daudi. Biblia inasema, na Yehoshafati mwanae akatawala mahali pake. Nimetaka nirudie kidogo ili tuelewane. Kwa tafsiri nyingine, Yehoshafati ameshakuwa mfalme, na amekuwa mfalme kwa kurithi kiti cha baba yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivi mnajua hapa tulipo, mchungaji wetu anasema wote nyie ni matajiri, lakini ule utajiri wengine wataupata kwa kuhangaika, kwa kupambana, kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa kuwa waaminifu kwa vile wanavyovifanya. Na wengine wataupata kwa kurithi toka kwa wazazi wao. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yehoshafati alirithi kiti cha ufalme. Nimesema kulinda kile ulicho nacho. Yehoshafati tunaongea ngazi ya juu kabisa ya ufalme, ambayo hakupata tabu kuipata kama ilivyokuwa kwa baba yake. Jamani, Bwana asifiwe. Wengi tunafahamu Arusha. Sio tatizo tukitoa mfano. Ukitoka Njiro pale kwenye kona kuna hoteli nzuri sana inaitwa Impala Hotel. Ukiwa Sanawari chini panaitwa Naura Spring.
Ukienda Uso ukipanda juu panaitwa Ngurudoto. Vyote vilikuwa mali ya mtu mmoja. Lakini siku za mwanadamu zinahesabika. Siku zake zilipohesabika, alivyofariki akawapa, wakapewa wale waliokuwa wanastahili. Nimesema kulinda kile ulicho nacho. Jamani, Bwana asifiwe. Baada ya siku na siku kwenda, wote tunajua vingine imebidi viuzwe, vingine imebidi viwe magofu, vingine imebidi viharibike, kwa sababu waliokalia kile kiti hawajatosha. Jamani, Bwana asifiwe. Waliokabidhiwa ile nafasi waikalie hawajatosha. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba kile ulicho nacho, kama umepewa, bado unapaswa utoshe. Kama umekitafuta, bado unapaswa utoshe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Miaka ya 2090 na kwa wale mliokuwepo Arusha, kulikuwa kuna mapikipiki makubwa sana. Sijawahi kuona zile pikipiki mikoa yote kubwa haswa, sio hizi toyo za siku hizi. Yaani ukifika mjini ni vurugu. Mpaka tajiri mmoja akapanda gorofani pale juu stendi akatupa milioni ya hela, yani anatupa. Kwa hiyo ni jeuri yako kukimbia na kuokota. Yani amechafuka, amepanda juu ya gorofa anatupa, yani amefungua mamilioni yake anatupa. Arusha hii watu wanaokota. Wale watu na mapikipiki yao makubwa yenye fujo na kelele walikuwa mamilionea. Kipindi hicho akiingia Tanzanite, yani mtu anatoka unamuogopa. Kila mahali ana hela. Wala kulikuwa hamna benki nyingi kama sasa hivi. Nenda nyumbani kwa mtu, unafungua kabati unakuta noti tu zimepangwa 10,000 mpaka chini, afu zimefungiwa. Akitoka hapo ana pikipiki kubwa kama vile sijui fisi sijui dini. Vurugu mjini. Nataka kusema kile ulicho nacho kinalindwa. Unaweza ukasema unahitaji vingi, kama kidogo umeshindwa kukilinda, usitake kikubwa. Mungu hawezi kuachilia ukaharibika. Mwezi huu mwanzoni nilienda Mererani, nikawa nauliza, nenda Simanjiro tukapita Mererani tukawa tunakula pale. Sasa nikawa nauliza wale wenyeji, hivi jamani, yale mapikipiki yaliokuwa nakuja Arusha yako wapi? Mbona mpaka Mererani siyaoni? Naona toyo za kawaida. Nikaambiwa wale wote wamekufa, hakuna aliye hai, na fedha zao zote. Kibaya zaidi, zile fedha na mali wengine waliowarithisha wameshindwa. Kwa hiyo wengi wa matajiri wa kipindi kile, familia zao ni maskini kabisa. Maana wengi wao kazi za wake zao zilikuwa kupaka rangi na kwenda saloni. Fedha zipo za kutosha, walijua kutumia tu. Kwa hiyo baada ya ule mrija wa fedha kukata, maisha yameshindikana. Biblia inasema Yehoshafati mwanae akatawala mahali pake. Tunamwongelea mtoto wa mfalme ambaye amepewa ufalme. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ameshatawala, ameshakaa kwenye kiti. Kwa tafsiri nyingine, Yehoshafati ni mfalme sasa. Biblia inasema pamoja na ufalme aliopewa, akajitia nguvu juu ya Israeli. Kwa tafsiri nyingine, akajiongeza. Ingawa baba yangu alikuwa ni mfalme, alitawala hivi, akatawala hivi, kwa kuwa nimekalia kiti chake, inabidi nijiongeze. Siwezi kutumia mbinu za baba yangu kuwatawala Israeli kipindi hiki. Siwezi kulea kizazi hichi cha Gen Z kama kizazi kile kilichopita
amekalia kiti, lakini Biblia inasema akajitia nguvu. Naye Bwana akaweka jeshi katika miji yote ya maboma ya Yuda. Baba yake kwenye miji yote alijenga maboma. Tuongelee mifano inayoeleweka. Alijenga uzio, aliweka mipaka, alionyesha hii miji ya Yuda, mipaka yetu ni hii, hichi kiko hapa. Biblia inasema Yehoshafati alipotawala akaweka jeshi katika miti yote yenye maboma ya Yuda, akatia na askari walinzi katika nchi ya Yuda na katika miji ya Efraim aliyoitwa Asa babaye. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amekalia kwenye kiti. Kila mtu anacho ambacho anacho, tayari ni cha kwako. Tayari Yehoshafati ni mfalme, lakini Yehoshafati akasema hapana, siwezi kutumia neema aliyokuwa nayo baba yangu. Siwezi kusimamia hawa watu kama alivyofanya baba yangu. Bado ninamhitaji Mungu. Biblia inasema akaweka jeshi kwenye mipaka yote, akaweka wanajeshi, akaweka walinzi kila mahali. Hakuna sehemu aliyodharau, vyote akaweka walinzi. Biblia inasema naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati. Hapo ulipo, ule mstari wa kwanza anasema Yehoshafati alijitia nguvu. Kwa tafsiri nyingine, alikaa chini, akaweka mpango kazi wake, akaweka namna atakavyoliongoza taifa la Israeli, akaweka namna atakavyoimarisha ulinzi, akaweka namna atakavyosimamia hiyo nchi, akaweka namna atakavyosimamia kile anachokifanya. Biblia inasema naye Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati. Jamani, kama wewe sio mtu wa mipango, Mungu hakaagi na watu wanaokurupuka. Yehoshafati alijitia nguvu. Yehoshafati aliweka mipango. Yehoshafati aliangalia namna atakavyoendesha nchi aliyokabidhiwa. Yehoshafati, Biblia inasema akaweka walinzi, akaweka wanajeshi, akajipanga. Jamani, Bwana asifiwe. Mimi nataka nikuambie katika maisha kila kitu ni kujipanga. Hata katika ndoa, usiingie hujajipanga, usiingie hujaweka walinzi, usiingie huna mpango mkakati. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu alikuwa pamoja na Yehoshafati, kwa kuwa Yehoshafati alikwenda katika njia ya kwanza ya Daudi babaye, hakuyafuata mabaya. Kile ulicho nacho, baada ya kukaa na kuona uko na Mungu, baada ya kukilinda, tutaona uko mbele tunakilindaje, kwamba Yehoshafati alifanya nini. Biblia inasema Mungu alikuwa pamoja na Yehoshafati, lakini Yehoshafati hakutoka kwenye misingi ya baba yake. Jamani, kuna wale wenzangu na mimi mnakurupuka kwamba mmekuwa wa kisasa sana, mpaka Mungu mmemuacha pembeni, kwamba mnaenda sasa hivi nyie ni wa kisasa. Yehoshafati alikuwa wa kisasa kuliko babaye, maana ni kizazi kingine. Yehoshafati alikuwa na mipango na mikakati tofauti na baba yake. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema hakuacha misingi ya kwanza ya babaye, hakuacha njia aliyolelewa nayo, hakumwacha Mungu aliyekabidhiwa, hakufuata namna ya dunia. Yehoshafati hakufuata mabali. Yehoshafati hakufuata miungu ya sasa hivi. Unaweza ukajidanganya
unaweza ukajitia moyo, unaweza ukajifariji, lakini nataka nikwambie baraka ya kwanza inaanza kama umeshika imani uliyokabidhiwa. Imani na Mungu uliyekabidhiwa ni msingi wa kwanza wa ulinzi wa kila unachokifanya. Yehoshafati hakuacha msingi wa baba yake. Wengi tunamfahamu Daudi. Kama ni kucheza alimchezea Mungu, kama ni kuimba aliimba, kama ni kuomba aliomba. Yehoshafati alilelewa katika njia za baba yake. Biblia inasema hakwenda kinyume na njia ya baba yake, ingawa alikuwa mfalme. Nani unayejidanganya utafanikiwa? Misingi ya imani ya Yehoshafati ilikuwa ulinzi wa kiti cha ufalme alichokabidhiwa. Biblia inasema Yehoshafati akaweka walinzi, hakudharau nafasi aliyopewa. Kinachotushinda leo, hata ukipewa tuashumu sasa baba yako ni tajiri wa mkoa huu, kitakachokushinda kwanza haujikubali. Si mnaona watoto wa siku hizi walivyo? Kuna kaka alikuwa anatudisia ofisini, anasema mjomba wake alikuwa tajiri sana na alikuwa na magari yenye thamani, alikuwa na ranch, ana ng'ombe, ana yani maelfu na maelfu. Sasa anasema yule baba mwenye huyo tajiri alikuwa na pickup, alikuwa na Fuso, alikuwa na BMW, gari lake zuri la Benz la kuendea Jumapili. Sasa ile Benz yule baba alikuwa anaitoa Jumapili tu akienda kanisani. Anamchukua mke wake na mjukuu mmoja, wanaenda kanisani. Miradi inaendelea, ranch inaendelea, miradi inaendelea. Baada ya yule baba kufa, yule kijana anadisia, anasema yule mtoto akawa anasema baba alikuwa na matumizi mabaya ya gari. Hii gari alikuwa anaifungulia Jumapili tu ndo anatoka nayo, au akienda sehemu za muhimu, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo wafanyakazi wakikamua maziwa, anachukua yale maziwa anaweka ndani ya BMW, ile Benz ya baba yake, anaenda anapeleka, anasambaza kwa wateja. Anasema baba yangu hakujua namna ya kutumia fedha, lakini mimi ninajua, kila kitu nimekabidhiwa mimi. Wanasema haikuchukua round, miezi 6 ile gari ikaharibika. Vifaa kipindi hicho hakuna Tanzania, vinaagizwa Nairobi au nje ya nchi, connection yoyote hana. Wakati baba yupo hai akimshirikisha kwenye kazi zake, zilikuwa kazi za kishamba. Kwa hiyo alikuwa anafurahia zile fedha tu. Baada ya muda eneo lote likawa gofu. Gari la kwanza kufa na kupakiwa lilikuwa Benzi ya yule baba. Hakufuata ile misingi ya kawaida. Sasa hapo hatupo kiroho, tupo kimwili. Misingi ya kawaida ya utajiri wa yule baba. Maana jamani, hata kama wewe ni bilionea, hakuna Benzi inabeba maziwa. Si mna vijana tunapopotea Yaani akili tu ya kawaida, hata kama hujasoma, inahitaji gari kubwa la wazi nyuma, tupaki maziwa yetu kule tupeleke. Misingi ya kawaida haikufuatwa. Mwisho yule bwana anasema ukienda kule kwetu utakuta yale majengo ya kuhifadhia mifugo yamekaa yameota majani, magari yote yamepakiwa pale. Walioachiwa urithi wameondoka, wameenda Dar es Salaam, panga single room, wanapambana na maisha. Yehoshafati amekabidhiwa ufalme. Ufalme ni wa kwake. Cha kwanza, Yehoshafati alifuata misingi ya imani ya baba yake, kanuni za kukalia kiti cha ufalme ambacho kimetokana na Mungu. Biblia inasema Bwana alikuwa pamoja na Yehoshafati kwa kuwa alikwenda katika njia ya kwanza ya Daudi babaye. Yehoshafati lakini alimtafuta Mungu wa baba yake, akaenda katika amri zake, wala si katika matendo ya Israeli.
Nataka kusema hivyo. Jamani, Israeli ni watu wa Mungu, si ndio? Na ndio baba yake aliyokuwa anawatawala. Lakini Yehoshafati baada ya kukalia kile kiti akagundua wapo wengine ni wapendwa lakini sio wapendwa. Wapo wengine wameokoka lakini hawajaokoka. Wapo wengine tuko pamoja lakini hatupo pamoja. Biblia inasema akaenda katika amri zake wala si katika matendo ya Israeli. Nataka nikwambie hivyo. Wewe unayekopi ujinga wa mwenzio hutafika unapokwenda. Biblia inasema Yehoshafati hakufuata matendo ya Israeli. Wale waliokuwa wanafanya kinyume na misingi, Yehoshafati aliwaacha. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili tuweze kulinda tulivyo navyo. Kila mtu anajua thamani ya kitu alichonacho. Kila mtu anajua jinsi anavyopita katika maisha yake. Tutakapobaki na Mungu yule tuliyempokea, tutakaposimama na Mungu bila kuangalia dunia inaendaje. Hivi unajua, asubuhi nilikuwa najitafakari. Nasema fine. Sasa hivi vijana wetu na mabinti wetu mnasema dunia inaenda speed. Nikajaribu kurudi 80 na 90 2000. Kipindi hicho nasi ni vijana kama nyinyi. Nikaanza kujiuliza, kwani kipindi kile kulikuwa hamna wa kisasa na wa kizamani? Vijana wa kisasa wote walikuwa wanatembelea wale wenye fedha. Watu kwenda Mererani, Mbuguni, wana fedha safi. Unajua hata kwa mfano samani, huyu bilionea ambaye kipindi cha marehemu hayati Magufuli aliyemtangaza. Hivi mnafikiri kwamba ile bilionea ndo alipata siku ile? Yule mimi nimeenda mpaka kule kwake. Yaani yule ni bilionea toka hizo enzi. Kuna chumba ukifika kina mabakuli na mavikombe yamejaa madini, yani yamejaa matanzanite. Na yani sema ile tu alifanya kama hivyo ili watu wajue kuna madini. Na amejenga shule yake mwenyewe. Ana wake wa kutosha, ana watoto wa kutosha wa kujaza shule, ana maisha ya kutosha, maisha yake yanakwenda. Ninachotaka kusema ni hichi. Kanuni na formula ile baraka ulionayo. Mimi nakwambia unaweza kwenda kwa bilionia pale uishie kula tu. Hata buku 10 asikupe. Anakwambia ile natafuta kwa shida. Mfundishe mtu kutafuta hela. Anakwambia hivi vitu vina kanuni na formula zake. Mimi nalala masaa machache sana. Naenda kule na hakikisha kila kinachopatikana, yani yale mawe ninayachukua naweka kwenye utajiri wangu. Unajua siku hizi tunajua kutumia, lakini kutafuta hatujui. Na ndio maana ukipata kidogo unaweuka. Hata kukilinda hicho kidogo ulichonacho. Mimi nataka nikwambie hivi, hata kama unalipwa 100,000, bado kuna uwezekano wa laki ikakua baadaye ukawa tajiri. Kama hiyo laki ina ulinzi wa kimungu, ina kanuni zile za baba yako wa kiroho. Hebu endelea mbele. Biblia inasema hivi, kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme mkononi mwake. Yehoshafati akaletewa zawadi na watu wote wa Yuda, basi akawa na mali na heshima tele. Nitaongelea huo mstari. Kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme mkononi mwake. Naomba niongelee hapo. Mstari wa kwanza, huu ni wa 5. Biblia inasema Yehoshafati ameshakalia kiti. Tumesoma Lakini akajitia nguvu namna ya kuweza kuwaongoza wale wana wa Israeli. Akaweka walinzi katika miji yote. Yehoshafati Bwana akaenda pamoja naye. Huu mstari wa 5 unasema baada ya mambo yote hayo ndipo Bwana anauthibitisha ufalme mikononi mwake. Nataka nikwambie hivyo.
kile ulicho nacho kama hakijafikia hatua ya Bwana kukithibitisha. Hivi mpaka wapagani wanaimba, oh maisha ni mlima Sijui kizazi sasa hivi kama mnasikia, kuna kupanda na kushuka. Yaani wale wa zamani, yani si ndio? Mtu anafungulia redio hapo, utajiri umeisha, anajitia moyo, maisha ni mlima, kuna kupanda na kushuka. Nataka nikwambie hivi, kama Bwana hajathibitisha, kama Bwana hajakutakabali na kile unachokifanya, kama Bwana hajagonga mihuri hata kwenye vyeti ulivyo navyo, kama Bwana hajathibitisha hata masomo unayosoma, ni lazima maisha ni mlima itokee kwako, kupanda na kufanyaje na kushuka. Kwa sababu mwenye maamuzi ya maisha yako ni adui. Mwenye maamuzi na maisha yako ni dunia. Mwenye maamuzi ya dunia na maisha yako ni vita vinavyopigana huko. Anachokisema amekisema, kila kitu kinayumba. Lakini Biblia inasema Yehoshafati, Bwana akauthibitisha ufalme wake. Vitu vyetu vinavyolindwa na Mungu, tunapomkabidhi Mungu, tunapokuwa na mipango madhubuti. Unajua kila mtu hapa na mpango lakini sio madhubuti. Ndio maana ulioyaandika Disemba kwa ajili ya mwaka huu, nikikuuliza hujafanikiwa. Na yumkini umekuwa muovu kuliko ulivyokuwa Disemba, kwa sababu uliweka mipango. Biblia inasema Yehoshafati akajitia nguvu. Jamani, kuweka mipango ni kujikana, ni kuamua, ni kujitosa, ni kuto kuangalia jirani anafanya nini. Biblia inasema Yehoshafati hakufuata matendo ya wana wa Israeli. Alipojua tu, katika mipango yangu nimefuata kanuni za baba yangu Daudi, ninaye Mungu niliyeachiwa. Biblia inasema Bwana akatembea pamoja na Yehoshafati. Mwisho Biblia inasema Bwana akauthibitisha. Anauthibitisha ufalme wa Yehoshafati kwa sababu Yehoshafati ameweka ulinzi kwenye nchi nzima. Yehoshafati haja compromise, hajaabudu mabaali, hajaungana na wana wa Israeli waliopotoka. Ameshika ile imani aliyoachiwa. Amekalia kile kiti kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa kumtaka Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kuna watu kile walichonacho wala hujamkaribisha Mungu hapo. Wakati tunakuwa, nimewahi kufundisha, sijui kama hapa, kuna kijana mmoja aliyekuwa amefungwa magereza kule. Sasa kuna wale watu wanataka kushuhudia kwenye magereza. Sema sasa hivi kwenu ni hadithi za Abunuwasi, sababu jirani yako mwenyewe huwezi kumshuhudia. Sembuse wende magereza? Haiwezekani kwa kizazi chako. Sasa kule magereza injili inahubiriwa. Yule kijana akaokokea magereza. Ukapita msamaha wa rais kimiujiza, akafunguliwa, akatoka. Alipotoka akaja kanisani kwetu. Akaja anasema, mimi nilikuwa magereza, namshukuru Mungu nimeokoka, nimekuja. Akaeleza. Vijana wa zamani sio vijana wa leo. Nataka niwaambie hivi, Biblia inasema Yesu ni yule jana na leo na hata milele. Kuna ndoto zenu hamtazifikia, ni kanuni za kimungu. Kama mmeokoka kwa habari ya Mungu, hakuna mbadala. Hakuna namna ya kuvuka kanuni za kimungu. Hakuna namna ya Mungu athibitishe kile unachokifanya kama hujaweka ulinzi wa kimungu, kama hujamkaribia Mungu, kama hautembei na Mungu. Alipokuja kanisani, zamani tulikuwa tuna umoja, sio kama mlivyo leo. Ingawa wachungaji wenu, mama yenu, tunatamani muwe vile. Basi watu wakashikana, akapata pa kulala,
godoro, nyumba ya mbavu ya mbwa, pale kambi ya fisi. Akaja kanisani, mchungaji akamwambia, bana, si kanisani hatutoi hela, sisi unakufundisha ufunguke nini? Akili. Kwa hiyo njoo tukuombee ufunguke akili. Baadaye ikawaje vijana wawili watatu wakamnunulia kiwi, zile kiwi za zamani, na vibrashi viwili. Akaenda pale stendi kubwa ya magari ya Moshi Arusha, akachukua ndoo, akachukua kitambaa, akaenda pale na kiwi yake moja na ile ya kung'arisha. Vijana wengine hamjui viatu zamani vinapigwa rangi afu unang'arisha. Kwa hiyo anapaka, anang'arisha. Akakaa pale stendi ndogo, stendi kubwa ya magari Moshi Arusha. Basi kikaribia vipindi vya jioni, vijana wanatoka wanampitia, twende kanisani. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi una message utatuma zote vitu visivyompendeza Mungu. Utapigia watu wengine mpaka mnapanga mahali pa kwenda kumkosea Mungu, lakini huwezi kumkumbusha Mungu habari ya kanisani. Sasa zamani tulikuwa tunapitiana. Kwa hiyo wanakaa kule wanampitia pale stendi, anakuja kanisani. Wiki ya kwanza, wiki ya pili Felix kabadilika. Felix kaja kanisani kavaa shati jeupe kachomekea. Kila mtu amewezaje kuvaa nguo special? Unajua ni sasa hivi mnaona vitu vya kawaida Zamani ilikuwa kitu kigumu sana. Amevaa amechomekea, amevaa kiatu, amepiga rangi kimeng'aa. Basi sasa vijana kama tunahamasika, imekuaje? Mwisho anaanza kushuhudia. Jamani, nimemuona Bwana kwenye kazi yangu ya pale. Mungu ni mwema. Tunashangaa tukisema michango, Felix anatoa hela nyingi kuliko watu wote. Sasa tunajiuliza, jamani, hivi ndio tulimchangia kiwi na kishungi cha kupigia rangi na viatu vya kung'arisha, imekuaje? Kidogo anasema vijana wote na wakaribisha kwangu. Tunashangaa na uwezo wa kutupikia ugali wa dona na nyama na mboga za majani. Yaani tunaenda vijana wote. Unajua hapa kuna vijana wajui kwa wenzao Sasa zamani tunaenda wote. Yaani kama una nyumba ndogo, tunakaa pale nje. Wapangaji wote wanajua vijana wa kanisa fulani wameenda pale. Alafu kabla ya kuondoka, tunaimba pambio pale, tunafurahi kwa makofi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu alithibitisha kazi aliyokuwa anaifanya ya kuosha viatu na kupiga rangi. Mimi nawaambia hivi, kama kuna kijana aliyekuwa amefanikiwa, aliyekuwa miongoni mwao na hakuwa na elimu, Biblia inasema kwa hiyo Bwana akauthibitisha ufalme wa Yehoshafati. Bwana anauthibitisha ufalme kwa sababu toka mwanzo wa safari ya Yehoshafati amejitia nguvu kwa Bwana. Amekabidhi Bwana kiti chake cha ufalme. Amemkabidhi Bwana nchi yake yote. Ameweka wanajeshi wa kimwili na kiroho. Yehoshafati anatembea na Mungu akimuomba Mungu kwa habari ya nchi aliyokuwa anaitawala. Biblia inasema Bwana akauthibitisha ufalme. Nataka nikwambie kitu unachokifanya, kama Bwana hajakithibitisha, nataka niwaambie vijana, tuna kiburi cha nguvu, tuna kiburi cha elimu. Bwana anahitaji kuthibitisha unachokifanya. Bwana anataka uweke ulinzi wake hata kwenye vyeti vyako, hata kwenye ofisi unayofanya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Bwana akauthibitisha ufalme mikononi mwake. Baada ya Bwana kuuthibitisha, Biblia inasema Yehoshafati akaletewa zawadi. Yehoshafati, watu wote wa Yuda wakamletea zawadi. Yehoshafati ufalme wake ukawa wa ajabu, ukawa mzuri. Biblia inasema akawa na mali na heshima tele. Jamani, Bwana asifiwe sana. Akashika zile nafasi ambazo yumkini usingefikia. Lakini kama Bwana amekuthibitisha, hata kwenye biashara unayoifanya utashangaa wateja wanatoka wapi. Kwa kuwa Bwana amethibitisha. Hata ofisi unayofanya kazi, Bwana akithibitisha,
kuna nafasi utapewa tu bila kuangalia cheti chako kikoje, kwa sababu umejitia nguvu kwa Bwana, umemkabidhi Bwana kile unachokifanya. Vitu vyako vyote vina ulinzi wa kimungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Unamhitaji Mungu kuliko unavyofikiri. Hata kama umesoma mpaka wapi, hata kama unafanya biashara kubwa kiasi gani, sitamani maisha ni mlima yatokee kwako, kwamba kuna kupanda na kushuka. Mimi ninachokijua kwa habari ya huyu Mungu, ikifika kwenye majaribu unabaki pale ulipo. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani mtu wa Mungu ukipita, kwa mfano tunapita level mbalimbali. Kuna level, kwa mfano sisi tulifika mahali, ikifika tulikuwa tunalipa kodi miezi 3. Leo tarehe 19 ikifika tarehe 19 tuseme ndio sasa hivi tunaanza kuwaza siku 11 zimebaki, kodi tutapata wapi? Yaani tunawaza kabisa ni jaribu. Kwa mara nyingine mpaka tunafunga na kuomba, kwamba tunaomba Mungu, tunaomba muujiza wa nini? Wa kodi, si ndio? Hilo ni jaribu, hilo ni pito. Tunafunga na kuomba kwa uaminifu, tunaomba Mungu muujiza wa kodi. Inafika tarehe 30, nakumbuka kuna kipindi tulikuwa nakaa nyumba ya mwanasheria mmoja anaitwa Sabite. Huyo mama anakaa Matejo, tulikuwa kwenye nyumba yake uza. Inafika tarehe 30, hata hanaga maneno mengi. Akifika anataka kodi yake. Siku moja nikamwambia mchungaji, nikamwambia huyu mama hawezi kuja. Nimeamka asubuhi namwambia Bwana, kama uishivyo na neno lako liishivyo, kodi sina na huyu mama haji mpaka nitakapopata kodi. Ninamfunga huko alipo, sitaki kumuona. Yaani kwa mara ya kwanza yule mama hakuja wiki 2 mbele. Siku anayokuja kodi imepatikana. Nikamwambia Mungu, nakushukuru maana wewe ndiye Mungu. Sikutamani kuaibika. Sasa mtanielewa ninachokisema. Baada ya Mungu, unajua Mungu anaenda na watu kwa hatua kutuvusha kwenye jaribu la kodi. Yaani unaweza ukachukulia kirahisi kama hujapita hapo, lakini nakwambia ni jaribu kama jaribu lingine ambalo linaweza kufanya ukapata pressure hata ukafa ukazikwa. Baada ya kuvuka hilo jaribu la kodi, si umepanda level nyingine? Sasa leo nikirudi kwenye jaribu la kukosa kodi na msubiri mwenye nyumba, kwa hiyo tumerudi kule, maisha ni mlima, si ndio? Kwamba ninarudi kwenye jaribu la mwaka 2000. Kwa tafsiri nyingine, maisha yangu bado Bwana hajayathibitisha. Kuna kitu ninakosea, kuna namna sijatembea na Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jaribu la kukosa unga, kwa mfano mimi nimepitia. Yaani hamna unga hata wa kupikia mtoto uji wa dona, hakuna. Kwa unaamka asubuhi naomba Mungu, Mungu nakushukuru. Afu unajua watoto hawajuagi mambo ya majaribu yako. Ukifika muda uji wanataka uji, muda wa ugali wanataka nini? Ndio maana dunia saa nyingine watu wanachemsha mawe. Kuna hadithi tulizosoma, wanachemsha mawe. Yaani mama unachukua mawe na chochoa, naambia watoto viazi havijaiva. Wakifika wanabonyeza, wanaona hajafanyaje? Wanaenda kucheza. Ikifika jioni wanabonyeza havijaiva, wanalala. Ila sio nye jenzi, ni enzi hizo tunaziongelea. Jamani, Mungu atusaidie sana. Mungu akisha kuvusha kwenye jaribu, Mungu akisha kuthibitisha, huwa haturudi nyuma tena, kwamba kuna kupanda na kushuka. Hapana, yanakuja majaribu ya level yako sasa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukiona wewe ni mtu wa kupanda na kushuka, rudi kwenye kanuni. Biblia inasema Yehoshafati amepewa ufalme. Yehoshafati anakumbuka maelekezo na maagizo yote ya baba yake kwa habari ya imani, kwa habari ya Mungu. Yehoshafati haendi kinyume na Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Yehoshafati anatembea na Mungu. Na mwisho Biblia inasema mstari wa 5, Bwana akauthibitisha ufalme. Kwa hiyo ina maana kuna kitu umekalia lakini bado Bwana hajakithibitisha. Jamani, tunasikia kwa lokolo wanafukuzwa kazi.
Yaani umetoka hapo umepewa ofisi kubwa kabisa, unaenda ukifika unatanguliza Gen Z kiburi, unatanguliza vyeti, hata una mikakati kwa habari ya Bwana, hata hujaweka ulinzi pamoja na vyeti ndivyo navyo, lakini mahali hapa ninapata malaki kwa jina la Yesu. Bwana umenipa hii ofisi, na kushukuru kwa ajili ya mabosi wote uliowaweka. Asante na kwa wizara niliyopo. Yaani ndio mimi niko hapa kwa ajili ya majibu ya hao watu wote. Si ndio? Si ndio ulinzi wenyewe? Unakaa mambo yanakwenda, unafika ofisini hauanzi kuperuzi. Si unajua kuna majitu mkifika mnaanza Instagram, mnaanza sijui ni ujinga. Mwana hawezi kuthibitisha mtu kama huyo. Unafika unaanza na maombi. Ni kwenye biashara yako unaanza na Bwana. Mwisho Bwana anakuthibitisha kwenye nafasi unayofanya. Bwana anathibitisha biashara unayofanya. Bwana anathibitisha ofisi unayofanya. Unashangaa kila mtu anakuwaza wewe. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana anathibitisha hata shamba unalolima. Hivi je, kutokea kuona mahali mafuriko yamepita. Ile nilipita replacement nikashangaa. Unajua maji yanafagia. Yaani maji yamefagia, mashamba yamefagia. Alafu unasema mtu kakuta shamba kama eka 5, mahindi yamestawi alafu yote yamekaa. Kabla dereva msimamisha gari, mtu angalie miujiza. Yaani upande upa amefagiliwa, juu kumefagiliwa, kule kumefagiliwa, katikati kuna mahindi yako hivi. Bwana akithibitisha, hata yaje mafuriko shamba lako litabaki. Hata uchumi uende vibaya, Bwana atashika biashara unayoifanya. Wengine wakifunga biashara zao, wewe Bwana amesha kuthibitisha. Jamani, Bwana asifiwe. Baada ya Yehoshafati kuthibitisha, Biblia inasema watu wote, hivi mwahi kuona mtu anampelekea mfalme zawadi? Hivi unajua kuna vitu vya kujiuliza. Eti wewe na shida zako na njaa zako, unaondoka hapa unaenda kwa Mama Samia unampelekea vitu. Si unajua yani, si unajua yani mambo ya Mungu. Yani Yehoshafati ni mfalme, alafu watu wote wanampelekea vitu ili utajiri wake uwazidi wote. Ndivyo Mungu wetu anavyofanya kazi. Jawadi, Bwana asifiwe sana. Kile unachokifanya Bwana akikithibitisha, hakuna kupunguzwa kazi, hakuna kufanya biashara zenye hasara, hakuna kusoma mpaka uzibie. Pale chuoni kuna mdada mmoja mpaka kwenye mtihani anazimiaga, ila hajaokokaga. Kuna sana mchukua anambia, sasa wewe unaonaje nikombe? Hapana mama, mimi nitasoma tu Qur'an. Anambia pambana. Unamwacha hapo apambane, akifika anazimia, anaenda anamshwa, anarudi. Hutazimia kwa ajili ya mtihani. Bwana akikuthibitisha, Roho Mtakatifu atakupa namna ya kuanza na namna ya kumaliza. Bwana atatembea na wewe katika mipango yako. Utafanya kuliko. Utaingia kazini kama mtu mdogo. Bwana akikuthibitisha, wakubwa hawatafanya kitu bila neno lako. Jamani, Bwana asifiwe. Maana Bwana amesha kuthibitisha kila mtu kwenye maisha. Hakikisha unachokifanya Bwana amekithibitisha. Hakikisha ulinzi wa Mungu upo. Naomba tusimame. Hakikisha ulinzi wa Mungu upo kwa kile unachokifanya. Hakikisha umemkabidhi Bwana. Mwingine atasema kwa sababu nimeokoka mimi inatosha. Yehoshafati angetakiwa aone inatosha kwa sababu alikuwa ni mfalme. Lakini bado aliomba Mungu. Bado aliweka walinzi. Bado aliomba ulinzi juu ya nchi yake. Unaweka ulinzi juu ya kile unachokifanya? Unaweka ulinzi juu ya kazi yako unayoifanya? Umemkabidhi Bwana masomo yako? Umemkabidhi Bwana nyumba yako? Umemkabidhi Bwana ndoa unayoiendea? Hiyo ndoa yako umeiwekea ulinzi? Hao watoto wako wana ulinzi wa kimungu? Kila mtu ajaribu kutafakari. Then mwambie Bwana, nimedhamiria, nimeamua. Biblia inasema Yehoshafati akajitia nguvu. Unaweza ukajitia nguvu leo. Unaweza ukaanza upya leo. Unaweza ukatembea na Mungu leo. Unaweza ukaanza tena leo. Naomba ufunge macho yako, ujaribu kutafakari kwamba katika mambo yako unayopanda,
ule wimbo wa dunia unaosema maisha ni kupanda na kushuka. Hapana. Mungu wetu akishaturusha levo, ameturusha levo. Ukishahama levo ya kukosa unga, hutakosa unga tena, utaenda viwango vingine. Kama ni kodi ya nyumba, Mungu amekuvusha, hakurudishi tena kwenye kodi. Ukishaona jaribu linarudi, hapo pana shida. Lazima Bwana akakuthibitishie kila unachokifanya. Kama kanisa, lazima Mungu atuthibitishe mahali hapa Uswahilini. Lazima mahali hapa watu wajue yupo Mungu anayestahili kuabudiwa. Hebu naomba umwambie Bwana kwa maneno yako. Mwambie Mungu akakuthibitishe kwa kile unachokifanya. Mwambie Mungu akakusaidie. Mwambie Mungu akaonekane kwenye maisha yako. Mwambie Bwana akakusaidie tena. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mahali hapa. Watoto wako tumekuja kwako, watoto wako tunajikabidhi kwako. Unaomba neema yako Bwana, naomba rehema zako ukatusaidie, Mfalme wa bahari. Kila tunachokifanya Bwana, vipawa na kwa huduma tunazofanya, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu mkuu, asante Mungu uliyeumba mbingu na nchi, asante Mungu unayeweza, asante Mungu unayetenda. Ni Mungu peke yako. Onekana katika kazi zetu, onekana katika vipawa, onekana katika karama, onekana kwa kila tunachokifanya, katika jina la Yesu.